Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini yu mzima wa siha njema mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni Mahasin TV ikikutangazia kutoka mtaa Ribeti wilayani Nyamagana jijini Mwanza, Tanzania. Karibu katika kapu la habari ni kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaban Matuga. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Tume huru ya uchaguzi yasisitiza haitaongeza siku ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili lililohitimishwa leo hii Alhamisi ya Mei 22, 2025. Meli ya MT Sangara yafanya safari ya kwanza kati ya bandari ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kufanyiwa ukarabati. Katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Israel ukanda wa Gaza yasababisha vifo vya watu 82 wakiwemo wanawake na watoto wachanga. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, ni kukumbushe mbali na kuifuatilia taarifa hii ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya kupitia YouTube account ya Mahasin TV official channel. Tuanze habari za kitaifa. Wakati zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili likihitimishwa Alhamisi ya Mei 22 mwaka huu 2025, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema haitaongeza muda, badala yake inajipanga kwa awamu ya tatu itakayohusisha wafungwa na mahabusu. Akizungumza wilayani Lushoto mkoani Tanga, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani Jacobs Mwambegele amesema baada ya kufungwa kwa awamu hii ya pili, uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ulioanza Mei 16 mwaka huu 2025 hakutakuwa na muda wa ziada. Kama hukuwa umeboresha taarifa zako au kama hukuwa umejiandikisha, hakutakuwa na nafasi tena ya kufanya hivyo. Sisi hatutaongeza siku wala kufanya chochote. Zoezi likifungwa litakuwa limefungwa. Tunabakisha awamu ya tatu ambayo itawahusu mahabusu na wafungwa. Basi wananchi wa kawaida watakuwa wanaisha kwenye mzunguko huu wa uboreshaji. Naye mkurugenzi wa uchaguzi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Ramadhani Kailima akiwa jijini Dodoma ametoa rai kwa wananchi kutoa taarifa endapo watabaini uwepo wa wananchi ambao wamepoteza sifa za kuwepo kwenye daftari la wapiga kura. Moja hapo ni pengine mtu amefariki, watupe taarifa tuweze kutoa tangazo na tuweze kumkuta kwenye daftari. Kuna mtu pengine ameshahama na kupata uraia wa nchi nyingine, au pengine ameshapata changamoto ya kufungwa gerezani zaidi ya miezi 6, au pengine amehukumiwa adhabu ya kifo, au pengine amepata tatizo la afya ya akili na amethibitishwa kidaktari. Hao ni watu ambao wana sifa zingine zote naweza kumwona mtu kwenye daftari. Ni kosa kumiliki kadi zaidi ya moja mpiga kura. Kwa hiyo niwaambie Watanzania wote wale wanakuja kwenye vituo wakisema wapoteza kadi za kupiga kura, basi wathibitike kwa kupoteza kadi ya kupiga kura, kwa sababu wanajaza fomu ambayo ni tamko la kusema sina kadi nyingine. Kwa ukikutana na kadi ya mpiga kura basi ni kosa la kisheria, na ukikutana nayo unaweza kufungwa sio chini ya zaidi ya miezi 6 na sio zaidi chini ya miaka 2, au kifaini siopungua shilingi 100,000 na sio shilingi 300,000 au vyote. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje jiji la Dodoma maarufu kwa jina la Ring Road yenye urefu wa kilomita 112.3 umefikia zaidi ya 85. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega akieleza kuridhishwa kwake
na maendeleo ya utekelezaji wa barabara hiyo. Baada ya kukagua kilomita 112.3 za barabara hiyo ya kimkakati, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amewataka wakandarasi kukamilisha ndani ya muda au kabla ya wakati kulingana na mikataba ili kutoa nafasi ya serikali kuzikagua. Nimeridhika kwamba wakandarasi wako kazini, wanafanya kazi. Pale tuna lot 1 na lot 2. Lot 1 yuko zaidi ya 85% na lot 2 yuko zaidi ya 85% pia. Mmoja anapaswa kukamilisha kazi yake tarehe 30 ya mwezi wa 7 na mwingine anakamilisha kazi yake kwa mujibu wa mkataba tarehe 30 ya mwezi wa 8. Kwa hivyo sisi tunataka wakamilishe hizo kazi ikiwezekana kwa wakati au kabla ya wakati, tuendelee kuzikagua. Aidha, serikali inatarajia kujenga barabara ya njia 4 na 6 kuanzia Chamwino Ikulu hadi katikati ya jiji la Dodoma, mchakato kwa sasa ukiwa katika hatua za mwisho za manunuzi na kumpata mkandarasi wa kujenga mradi huo. Kuhusu ujenzi wa miundombinu katika maeneo mengine, Waziri Ulega ameweka bayana mpango wa ujenzi wa barabara za juu katika eneo la Moroko na Mwenge jijini Dar es Salaam. Kazi ile ipo na inaendelea, na hivi sasa hivi tupo katika hatua ya mwisho ya wataalamu kukamilisha zile hatua za kitaalamu ambazo ni za lazima ili tuweze kupata hatua inayofuata ya kutafuta mkandarasi, ambapo mradi wa ujenzi wa flyover ya pale Dar es Salaam Moroko na Dar es Salaam Mwenge zitafanywa kwa kushirikiana na wenzetu wa Japan, JICA. Kwa hivyo hizo iko pale. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka jijini Dodoma ikiangazia sekta ya miundombinu, na sasa tuigeukie sekta ya usafirishaji. Meli ya kubeba mafuta ya MT Sangara inayosimamiwa na kampuni ya meli Tanzania Tashiko imeanza safari yake ya kwanza ya majaribio kutoka bandari ya Kigoma kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara baada ya kufanyiwa matengenezo. Ikiwa na shehena ya mafuta lita 410 ambazo ni sawa na tani 350, meli ya MT Sangara imetumia wastani wa saa 8 tu kwa spidi ya noti 9, tofauti na zamani kabla ya matengenezo yake ambapo ilikuwa ikitumia mwendo wa noti 3 hadi 4 kwa zaidi ya saa 15. Mmoja kati ya wafanyabiashara mafuta kutoka kampuni ya Tanganyika Petroleum, Anthony Ngaba, anaeleza ubora wa sasa wa meli hiyo. Kwa na shida sana. Shida kwanza ya kupata meli hapa za kubeba mafuta ni kidogo sana, na zingine meli hazienezi hata condition za kusafirisha mafuta. Zingine wanaweka matanki tu juu ndio wanasafirisha mafuta hivyo. Hapa hii ndio inakuwa meli ya pili ambayo inaeneza condition ya kusafirisha mafuta. Kiongozi wa msafara huo kutoka makao makuu ya Tashiko, ambaye pia ni kaimu meneja usalama na mazingira ya meli Nahodha Bravius, anasema meli ya MT Sangara ipo tayari kwa safari. Tunashukuru, zoezi limeenda vizuri mpaka sasa hivi. Meli yetu inaonekana iko vizuri kwa ubora. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru serikali, lakini tunamshukuru mkurugenzi mtendaji Mr. Kamisi na management, lakini pia wafanyakazi wote wa Tashiko kwa kuweza kusimamia na kuhakikisha meli inarudi katika ubora mpya. So tupende kuwakaribisha ndugu zetu wa Kongo, ndugu zetu wa Tanzania na wafanyabiashara wote kuweza kutumia chombo chetu. Kwa sasa ni chombo salama na safi na cha kisasa kabisa. Meli ya MT Sangara yenye uwezo wa kubeba lita 410 sawa na tani 350 imefanyiwa ukarabati mkubwa unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 8.4 chini ya mkandarasi kampuni ya KTMI kutoka nchini Korea Kusini. Asante sana Saudi Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Mtazamaji, tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa, na sasa tuelekee huko jijini Arusha tukiangazia taarifa inayosema taasisi ya tabia za Kiislamu JAI imefanya shura kuu kitaifa inayojumuisha wanajai kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani Zanzibar yenye lengo la kuhamasisha zoezi la uchangiaji damu kwa hiari. Kutoka jijini Arusha, Fuadi Kasim ana masimulizi kamili.
Taasisi hiyo ya Jamiatul Akhlaqi al-Islamu maarufu kama JAI inayohudumia jamii katika masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo wagonjwa hospitalini, wafungwa gerezani na wahitaji mbalimbali, imefanya shura ya pamoja iliyohusisha wanajai kutoka mikoa yote nchini iliyofanyika mjini Arusha yenye lengo la kuhamasisha wanajamii kujiunga na taasisi hiyo sanjari na kuimarisha umoja baina yao. Tuko kwenye zoezi kubwa sana la utoaji wa damu hapa Arusha. Tukiwa tumekusanyana na wanajai takriban mikoa 24, vituo 65 vya Tanzania bara na pamoja na visiwani, ikiwa ni shura kuu ya uhamasishaji hapa Arusha. Tuko takriban watu 1000 na kuendelea kutokea mikoa mbalimbali, tukiwa tuna lengo kubwa la kuisaidia jamii kama lilivyo jukumu la JAI kusaidia jamii ambayo watu waliotatizika kimatibabu na mengineyo. Tunashukuru kwamba hili zoezi limekwenda vizuri na alhamdulillah Arusha limepokewa vizuri. Ni imani yangu kwamba watu wa Arusha watakuwa ni kwenye kuendeleza hili jukumu ambalo sisi tumewaachia. Jumuiya hii inajieleza ni jumuiya au taasisi ya tabia za Kiislamu. Zile tabia ambazo Uislamu umehimiza, basi kama zinavyofundishwa kwenye vitabu, jumuiya imechukua jukumu la kuzifundisha kivitendo, zikiwa field mtu akipractice tabia njema. Na moja katika tabia njema ni kule kuwafanyia wema na kuwasaidia wale wanyonge. Na miongoni mwa wanyonge, basi mnyonge wa kwanza ni mgonjwa, kwa sababu aweza kuwa maskini lakini ana nguvu ya kutafuta, lakini mgonjwa anapokuwa na umaskini, basi huwa unyonge wake umekuwa mkubwa zaidi. Hawezi kujitafutia na vile vile anahitajika katika mwili wake vitu vingi na yeye hana uwezo. Shura hiyo iliyopambwa na baadhi ya wanajai kutoka mikoa mbalimbali nchini Tanzania waliwasili jijini humo kwa kuendesha baiskeli kutoka mikoa yao Arusha, Tanga, Dar es Salaam na mikoa mingine, kisha kutembelea wagonjwa katika hospitali ya Montimeru mkoani Arusha, pamoja na zoezi la uchangiaji damu salama na kufanikisha kupatikana kwa chupa 200 zinazoenda kusaidia wahitaji 600 kwa wastani. Kwanza tunapongeza viongozi wetu wa taifa kwa kazi kubwa walioifanya wahamasishaji kutoka katika mikoa mbalimbali. Viongozi wako hapa, sisi tumetoka Singida, lakini kuna mikoa ya Tanga, Pemba huko Zanzibar, lakini wenyeji wetu Arusha, kuna Dodoma, kuna Mwanza, Geita. Hao wote tuko nao na mikoa mingineyo. Tuko katika jiji la Arusha maalumu kwa ajili ya uhamasishaji wa taasisi ya JAI mkoa wa Arusha, lakini pia kuhamasisha uchangiaji wa damu salama. Natoa wito kwa watu wote kwamba lisiwe tu kwamba ni kwa taasisi ya JAI, liwe ni kwa watu wote, kwa sababu kumsaidia mtu kama damu ni kitu ambacho kinaokoa maisha ya watu. Kwa hiyo hili ni jukumu la kila mmoja na liwe ni endelevu, sio kwa JAI tu. Fuadi Kasim, Mahasin TV. Asante sana Fuadi Kasim kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka jijini Arusha. Kwingineko kutoka huko halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi, wanafunzi 2160 wa shule za msingi katika halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi wanakwenda kuondokana na adha ya kuketi chini wakiwa darasani mara baada ya kukamilika kwa madawati 720 yaliyotengenezwa katika karakana ya halmashauri hiyo. Taarifa kutoka mkoani Katavi inasomwa hapa studio. Halmashauri ya wilaya ya Tanganyika imeendelea na hatua za kukabiliana na ukosefu wa madawati katika shule za msingi na sekondari kupitia karakana iliyopo tarafa ya Kabungu kuhakikisha changamoto hiyo inamalizika. Uwepo wa dawati hizi inakwenda kuondoa kabisa tatizo la watoto ambao wanakaa shuleni kwenye baadhi ya shule zetu. Tunazo shule nyingi, watoto wanaendelea kusoma na ongezeko la wanafunzi kila mwaka limekuwa ni kubwa. Kwa serikali ya wilaya imeendelea kuwa na mkakati wa kuendelea kutengeneza dawati katika kila mwaka. Na ndani ya mwaka huu, hii ni awamu ya pili, awamu ya mwanzo tulipata dawati 600, sasa hivi tumepata dawati 720, na kwenye mgao huu tarafa Kabungu peke yake tumepata dawati zisizopungua 520. Katika awamu hiyo ya pili ya utengenezaji wa madawati 720
yanakwenda kunufaisha na kuboresha hali ya kujifunza na ufundishaji kwa wanafunzi 2160 wa shule 8 za msingi katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Madawati haya 720 yatapelekwa katika shule 8. Shule ya msingi Nkungwi itapelekwa madawati 200. Shule ya msingi Gunda itapelekewa madawati 150. Shule ya msingi Ilebula itapelekewa madawati 70. Shule ya msingi Kamsanga itapelekewa madawati 60. Shule ya msingi Mnyagala itapelekewa madawati 60. Shule ya msingi Ntimba itapelekewa madawati 60. Shule ya msingi Kambanga itapelekewa madawati 60 na shule ya msingi Silonge nayo itapelekewa madawati 60. Baada ya kutembelea karakana hiyo, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buswelu amesema malengo na azma ya serikali ni kuona hakuna upungufu wa madawati kwa shule zote za msingi na sekondari wilayani humo. Tunaendelea kusimamia na kutekeleza maelekezo ya viongozi wetu ili kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanaoandikishwa kwenye shule zetu wanasoma wakiwa wamekaa kwenye madawati. Madawati haya wanaenda kukaa takriban watoto 2160 ya awamu hii. Na kazi hii tutaendelea nayo mpaka kila shule kuwe na madawati ya ziada. Hatutaki kuona tuna upungufu kwenye shule zetu kwa sababu hayo sio matamanio ya Mheshimiwa Rais. Asante sana Abdurrahim Salum Japan kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Tunarejea kanda ziwa na tukielekea huko mkoani Mara. Wakuu wa wilaya za Musoma na Tarime wilayani mkoani Mara wamekabidhiwa magari mapya yaliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 500 kutoka serikali kuu, ambako mkuu wa mkoa huo Kanali Evans Mtambi amewataka wakuu hao wa wilaya kutumia vitendea kazi hivyo kuwafikia wananchi. Zoezi hilo la kukabidhi magari hayo mapya kwa wakuu wa wilaya za Musoma na Tarime limeongozwa na mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi, akisisitiza kwa magari hayo ni vitendea kazi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Tunapopewa vyombo hivi ni kwa ajili ya kufanyia kazi, ni zana za kutendea kazi. Twendeni tukawatumikie wananchi, mkatatue kero za wananchi. Kero za ardhi ni nyingi sana katika mkoa wa Mara, nendeni mkawasikilize. Nendeni mkatatue mizozo mingine inayotokea kwenye jamii zetu huko. Nendeni mkatoe elimu, na muhimu zaidi, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tumieni vyombo hivi kuwafikia wananchi na kuwajulisha hilo. Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi, wajiandae vizuri kushiriki kwenye uchaguzi. Awali katibu tawala mkoa wa Mara Gerald Kusaya akimkaribisha mkuu wa mkoa kukabidhi magari hayo, amesema magari hayo yametolewa na serikali kuu. Magari haya yametolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuyakabidhi kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya Tarime na mkuu wa wilaya ya Musoma. Magari haya yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais yana thamani ya shilingi milioni 504,766 na shilingi 600. Na magari haya ni mawili kwa maana ile, na kila gari lina thamani ya shilingi milioni 252,384 na shilingi 800. Kwa upande wao, wakuu wa wilaya waliopokea magari hayo wanaahidi kwenda kutekeleza maagizo ya serikali kuu na serikali ya mkoa. Gari hii ni gari ya wananchi wa Tarime, na kwa niaba ya wananchi wa Tarime nimshukuru pia Mheshimiwa Rais tena kwa kutuwezesha kufika kwenye kona zote za wilaya na kutekeleza ile majukumu ambayo ametukabidhi, na niahidi kwamba tunaenda kufanya hiyo kazi. Nikushukuru wewe mkuu wa mkoa kwa kutupa nasaha zako na kutuelekeza nini twende tukafanye na namna nzuri ya kuyatunza ya magari, kwa sababu tunatambua ni fedha nyingi kama Rais alivyosema zimetumika kununua haya magari. Basi ziende zikaonyeshe tija kwa wananchi wa Tarime lakini na mkoa wetu kwa ujumla. Fedha zote ambazo Mheshimiwa Rais amezileta kwenye miradi, itakuwa ni jukumu letu kuhakikisha tunasimamia na kufuatilia miradi hiyo. Lakini tutahakikisha kwamba kupitia usafiri tuliopata, usalama unaimarika kwenye maeneo yetu. Lakini mwisho wa yote tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ameendelea kuiheshimisha wilaya yetu ya Musoma, anawahakikishie kwamba hii gari itaendelea kuongeza tija na ufanisi katika majukumu. Asante sana
Saadi Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Mtazamaji, napoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Saadi Suleiman ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Saadi Suleiman kwa upande wa habari za kimataifa. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa eneo la Khartoum baada ya mapambano ya muda mrefu na wanamgambo wa RSF magharibi na kusini mwa eneo hilo. Tangazo hili ni ushindi mwingine wa hivi karibuni wa jeshi katika vita vyake zaidi ya miaka miwili na wanamgambo hao. Msemaji wa jeshi la Sudani, Brigadier Generali Nabil Abdullah, amesema miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na jeshi ni mji mkuu Khartoum na miji iliyo karibu na Omdurman na Khartoum North au Bahari. Haya yanajiri wakati ambapo Sudani imesema Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika na shambulizi katika mji wa Port Sudan mwezi huu. Balozi wa Sudani katika Umoja wa Mataifa Al-Harith Idris alidai kuwa shambulizi hilo la Mei 4 lilifanywa kwa kutumia ndege za kivita na droni za kamikaze zilizorushwa kutoka kambi moja ya Emirat katika bahari ya Sham kwa kusaidiwa na meli za Emirat. Katika taarifa yake, Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha tuhuma hizo na kulaani shambulizi hilo. Kwingineko, mashambulizi ya Israeli katika ukanda wa Gaza imesababisha vifo vya zaidi ya watu 82 wakiwemo wanawake kadhaa na mtoto mchanga. Haya yamesemwa na Wizara ya Afya inaendeshwa na Hamas na hospitali za eneo hilo. Israel inaendeleza mashambulizi hayo licha ghadhabu za jumuiya ya kimataifa kwa kutanuliwa kwa mashambulizi hayo. Inaarifiwa kwamba misaada iliyokubaliwa na Israel kuingia Gaza bado haijawafikia Wapalestina walio katika hali ya kukata tamaa. Haya yanajiri wakati ambapo mamlaka ya Palestina imesema kundi moja la wanadiplomasia limeshambuliwa lilipokuwa katika ziara ya mji wa Jenin ulioko ukingo magharibi. Wanadiplomasia hao walikuwa katika ziara rasmi ya kutazama jinsi hali ya kiutu ilivyo, ndipo iliposikika milio ya risasi. Jeshi la Israel limesema ziara hiyo ilikuwa imeidhinishwa, ila ujumbe wa wanadiplomasia hao ulipita njia tofauti na iliyokuwa imekubaliwa. Ndipo wanajeshi hao wa Israel walipofyatua risasi ili kuwatahadharisha. Uhispania imelaani tukio hilo. Umoja wa Ulaya utangazia upya mkataba unaosimamia mahusiano yake ya kisiasa na kiuchumi na Israel kutokana na hali mbaya ya kiutu inayoshuhudiwa Gaza. Na tuzitamatishe habari za kimataifa.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameonyesha kughadhabishwa na ajali mbaya iliyotokea siku ya Jumatano wakati uzinduzi wa meli mpya ya kivita nchini humo, akisema ni uzembe wa hali ya juu. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameitaja ajali hiyo kama kitendo cha uhalifu ambacho kisingewezwa kuvumiliwa. Shirika la habari la serikali KCNA limearifu kuwa Kim alihudhuria hafla ya uzinduzi amekosoa vikali ajali hiyo, akisema imetokana na uzembe na kuitia doa heshima ya nchi na kuamuru itengenezwe kabla ya mkutano mkuu wa chama tawala mwezi Juni. Meli ya kijeshi ya tani 1500 ni nyingine kubwa zaidi kuzunduliwa nchini Korea Kaskazini kwa mwaka huu baada ya meli nyingine ya kijeshi yenye ukubwa kama huo kuzinduliwa mnamo mwezi Aprili. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Asante sana Saadi Suleiman kwa yale ambayo umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Tume huru ya uchaguzi yasisitiza haitaongeza siku ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili lililohitimishwa leo hii Alhamisi ya Mei 22, 2025. Meli ya MT Sangara yafanya safari ya kwanza kati ya bandari ya Kigoma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kufanyiwa ukarabati. Katika habari za kimataifa, mashambulizi ya Israel ukanda wa Gaza yasababisha vifo vya watu 82 wakiwemo wanawake na watoto wachanga. Na kwa nukta hiyo mtazamaji, ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah muda na wasaa kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za kitaifa, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Saadi Suleiman. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Islam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.